Tuna shift sasa, tunaenda kwenye habari zetu za ndani za kitaifa. Tunamzungumzia wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wana jambo lao dhidi ya Berkane, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu sana, mchezo ambao umeshika hisia za wapenda kandanda Afrika Mashariki, Tanzania na visiwani pia. Tuanze hapa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo wa pili. Yuko nyumbani 2025 pale New Aman Zanzibar. Wao kuna maswali mengi sana watu walikuwa wanajiuliza, hususan washabiki wa timu hii ya Simba Sport Club. Hawana imani na wekundu wa Msimbazi Simba kama wataweza kufanya vizuri. Wanaona tayari jahazi limezama. Tuanze kitechnically. Mchezo wa kwanza uliopigwa kule Berkane, Simba dhidi ya Berkane, unaangalia jinsi gani ambavyo mwalimu alikuwa anacheza. No shoot on target. Hii kwanza kwa kweli haikukupa ukakasi, mchezo wa pili utakuwa mgumu. Tuanze kwenye mchezo wa kwanza. Mchezo wa kwanza ukiuangalia kila mtu aliexpect kile kilichotokea. Kwa sababu watu wakiwasikiliza viongozi wa Simba wanaongea kabla ya mechi yenyewe. Nakwambia sisi kufungwa moja au mbili kwetu itakuwa ni matokeo. Hawakuwa wanasema tu hivyo kwa sababu wanahisi kwamba watafungwa. Walikuwa wanasema hivyo kwa sababu ya aina ya mpinzani ambaye wanaenda kufanya nini na kutana naye. Yes. Berkane wamekuwa wazuri first half. Kwao pale. Yaani first half kwao pale kisha hawaja kufunga. Manake wao wamekuwa kwenye top performance. Lakini ukiangalia moja kati ya kitu ambacho nadhani Berkane walisoma sana Simba. Walikuwa wanawaplace wale wachezaji ambao wanafanya build up. Kwa sababu Simba wana tabia ya kufanya build up na watu watatu. Kwa hiyo unakuta labda ni Chemalon au na Hamza, lakini midfield number 6 mmoja anakuja kujoin pale. Then wale mafullback wao wote overlap kwenda juu. Kwa hiyo wao walichokuwa wanafanya walikuwa wana place wale mafullback ambao ndio watakuja kureceive hiyo mipira baada ya build up ile kufanyika. Maana yake ni kwamba zile pasi za kwenda kwa Kapombe, kwenda kwa Zimbwe zote zilikuwa cut off. Maana yake ni kwamba wewe fanya build up kutokea chini, lakini hizi channel za kupiga pasi kwenda pembeni hazipo. Kwa hiyo tunakuforce upige long ball. Na ukipiga long ball ukiangalia vimo vya wale jamaa, second ball zote walikuwa wameenda juu. Second ball zote walikuwa wanakota. Kwa hiyo Simba kwanza waliingia kwenye ule mfumo wa Berkane kwamba hawakuruhusiwa kufanya build up kutokea nyuma. Na kitu kingine kibaya zaidi, Simba hawakuwa na huyo Kelly kwenye eneo la midfield. Yaani wakati unafanya build up, yule mtu ambaye atakuja achukue huo mpira, apite hapo kati au bebe, atoke kwenye ile pressure aweze kwenda kupasia. Hawakuwa naye. Why? Kwanza Berkane alikuwa ngoma akipasia tu, yaani akipasiwa tu mpira lazima place, kwa sababu anajua huyu ndo atapiga zile key pass ambazo zinaenda kushambulia sisi. Kwa hiyo kwa mfano kipindi cha kwanza ukiangalia ulikuwa umuoni ngoma akiwa kwenye possession. Walifichwa wote. Akiwa kwenye possession inaweza yuko pembeni mwa uwanja, lakini kwenye eneo la midfield ulikuwa huwezi kuona anaachiwa nafasi aweze kufanya hiyo possession. Lakini pia Berkane wakawa na win Simba kwenye physicality. Wako vizuri. Yes, kwamba wao walianza mpira kwenye high pace, kwamba sisi tunataka tupate magoli mapema. Hata kocha Fadlu Davis alisema Berkane wanataka zile dakika 20 za kwanza wawe tayari mechi wameshamaliza. Yes, wameshaipoza, yani kiasi kwamba kilichobaki sasa wewe ni kuongezea wewe mzigo. Yani dakika 20 za kwanza tayari tushakupa mzigo. Kwa sasa wewe njoo. Wakati wewe unakuja kutushambulia sisi tutakuwa tunakuongezea mzigo, Kwa hiyo kuna kipindi ilifika Simba ikabidi waamue tutafute goli. Kwa sababu Simba kama wangeamua kutafuta goli ilikuwa ni disadvantage zaidi kwao zaidi. Kwa sababu wangeweza kufunga goli la 3. Maana yake ni kwamba wewe wakati unaenda kutafuta goli iwe 2-1, unafunga goli la 3, maana yake unaona kabisa mchezo unaisha. Kwa hiyo nadhani baada ya zile dakika 20 za kwanza Simba pressure ilipopungua, at least walianza kidogo kucheza. Lakini hawakutengeneza mashambulizi ambayo unaweza kusema yalikuwa hatari. Unaweza kusema wali deserve kupata hata goli moja. Hauwezi kusema kwa sababu Elim Panzu hakupewa nafasi kabisa ya kudribble kwenda kupiga au kufanyaje, ilikuwa ana dribble na watu watatu anapiga back pass. Na ukishuhudia amepiga shuti moja au mawili ambayo kwa block ya nje. Beta alipoingia kidogo Mutale. Yes, Joshua Mutale kidogo aliingia, pace ya mechi ilibadilika. Walianza kupata possession za sama eneo ya hatari ya Berkane kule mbele, lakini it was almost over, mechi ilikuwa inaelekea mwishoni. Kwa mechi ya kwanza Simba first wali expect kile kitu, lakini walishindwa yani kuhimili ule msako ambao walikuwa wanapigwa na Berkane. Yes, na ni hamna ile mechi kila mtu anasema ingekuwa goli kadhaa hivi 4-5, sasa hivi ingekuwa hamna anayesafiri kwenda Zanzibar. Daktari, tuweza kusema Simba Sport Club bado hawajapata 40 wa counter press. Naona
wakifanywa counter press wanakuwa matatani sana. Unashuhudia magoli mengi yanayofungwa Simba ya counter press. Simba bado hajapata 40 wa kutibu counter press ambao wanazofanyia. Kwanza unaweza kuwasifu wapinzani, wanafanya analysis yao vizuri, kwa sababu kwa Simba kuna baadhi ya wachezaji ndio ambao ni muhimili wa timu. Yaani kwenye build up sio wachezaji wote wanakuwa wanahusika kwenye hiyo build up. Sawa? Kuna baadhi ya wachezaji kwamba ili tucheze mpira inabidi uende sehemu fulani, upigwe sehemu fulani. Kwa hiyo unaweza kuwasifu wapinzani kwamba wamekuwa wanafanya hiyo analysis vizuri, kujua kwamba pasa mzuri wa Simba ni upi, anaikimbia zaidi kwenye channel mtu wa Simba ni upi, je, mpira wao kutoka eneo la kati unaenda wapi. Ukiangalia pasi zao nyingi ni defense then wing, wale ma fullback wao wanakuwa na overlap, kwa mkuta mmoja yuko juu, mwingine kidogo yuko kwenye eneo la kati. Kwa hiyo bado nadhani wanaweza kupata endapo watapata carrier mzuri. Yes. Mtu ambaye atakuwa anaweza kudrop, kaja akachukua ule mpira akabiti hiyo place. Unajua unapoenda kuplace mpinzani, wewe ndio upo at least. Kwamba mpinzani akitokea kawini ile place, wewe huku nyuma unakuwa na gap ya nafasi nyingi, watu wanaweza kukimbia na kwenda kufunga. Maana yake ni kwamba wakati unaenda kuplace lazima uhakikishe kwamba nikishindwa kuwin huu mpira wakati nimeplace, naweza kupambana nao hawa jamaa nikaurudisha mpira. Kwa wao Bekana walishinda wapi? Kwenye hiyo physicality, kwamba walikuwa wanajua tukishinda kuplace sisi tutafika mapema kwenye matukio kabla ya wachezaji wa Simba. Kwa hiyo nadhani Simba wanahitaji mtu ambaye atakuja kuibeba hiyo mpira. Mfano mzuri unaweza kumwona kama Frank Dijongo, mtu ambaye anaweza kaja akacheza. Unaenda kumplace lakini yeye hiyo pressure haipati. Atatane, atapiga pasi, watu wanaondoka. Pedri, you can't press him. Mtu kama Mateo Kovacic anaweza kaja akachukua mpira, akabiti hiyo place, akadribble, akaenda kupiga hizo pasi. Simba bado hawana mtu kama Bolkelia. Simba wana pasa kwenye eneo lao la kiungo, wana mchafuaji Kagoma, lakini pia wana pasa ambaye kwamba pila ukifika kwake tuna uhakika utaenda kwenye eneo. Na ndio maana unaona sana hata wakiwa wanafanya build up, kuna baadhi namba 10 wengi wanapenda kudrop kuja kuchukua ile mipira. Kama Joshua Muta anaweza kudrop kuja kuchukua ile mipira, akawa ndo mtu ambaye anabiti ile place, unaweza kusema tumepata 40 wa place, kwa sababu tunampa mtu mpira ambaye hata kama akiplacewa ana uwezo wa kutan kupiga chenga akamtoka huyo mpinzani. Maana yake akishamtoka huyo mpinzani, sisi tunafanya movement zetu, kwa sababu wapinzani wengi wanaenda forward, lakini kwenye midfield bado hawajapata. Tumeona mwalimu Shaban, mwalimu wa Berkane alichokuwa anachokitumia, umeona anapiga pinpoint pass, anadondosha pasi nyuma ya mabeki. Na tuliongea kabla ya mchezo, mabeki wa Simba Sport Club wengi, asilimia kubwa hao watatu wana uzito. Mwalimu aliliona hilo na liliwaletea matunda. Pengine kwenye mchezo ungo ya pili, mwalimu Fadu utategemea atabadilika kiapproach, hata jinsi ya kutengeza mashambulizi yake. Ulisema anatengeza mashambulizi yake kwenye Frank Zizi. Tutegemee mwalimu Fadu kubadilika sasa kwenye mchezo unaofuata. Mchezo unaofuata nadhani Fadu kwanza ni mgumu kubadilika kwenye mbinu zake. Kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba Fadu anaenda huko hata badilika sana kwenye mfumo wake kucheza na Bekana, ila atawalazimisha Bekana wacheze anavyotaka yeye. Hatu expect mabadiliko makubwa sana kwenye lineup, lakini tuna expect mabadiliko kwenye uchezaji. Kwa sababu Simba tayari wako nyuma magoli 2, maana yake ni kwamba kwanza watahitaji goli moja. Watahitaji goli moja hata kama ni first half au dakika. Ukiangalia mechi na Almasi ile, baada ya ile goli la kwanza unaona kabisa sasa ile belief, yani wachezaji wanaanza kuamini kwamba goli moja anaweza kufanya kitu, goli moja inawezekana. Kwa hiyo ukiangalia RS Berkane walikuwa wagumu kuhusu magoli. Wako finali, wamecheza mechi takriban 6 au 7, lakini wameruhusu magoli mawili. Na wao sasa hivi wameshafunga magoli ya kutosha. Kwa hiyo ni wagumu kufungika. Kwa hiyo Simba kupata goli dakika za mwanzoni zidi ya RS Berkane, Berkane wenyewe nao wataona hawa jamaa wanaweza kurudi. Kwa first itaufungua mchezo, kwa sababu Berkane hawatataka tena kuondoa, yani hawatataka kuwapa chance zaidi Simba ya kuja kuwashambulia. Watahitaji na wao kwenda ili kubalance mchezo kidogo. Sasa watakapotoka ndio wanawapa nafasi Simba wanaweza wakacheza kwenye eneo yao. Lakini tunategemea unaweza ukashangaa, maybe sijajua Kibu Denis anaendeleaje, maana mechi ya kwanza alitoka second half, labda alipata injury. Kwa unaweza ukashangaa kuna ingizo jipya
na most likely ingizo jipya anaweza kawa ni Joshua Mutale. Joshua Mutale anaweza kaja akaipa game kitu cha tofauti, akabadilisha mchezo, akaupa mchezo kitu, yani akawapa Berkane kitu cha kujifikiria zaidi. Kwa sababu Mutale ni mtu ambaye akiwa na mpira anaweza kucheza hizo one touch football, anaweza kucheza combination play, kwamba anaweza nikaja nikakupasia ukanipasia tukavunja ile press tukaingia kwa sababu ana uwezo wa kupiga mpira na move, lakini pia ana uwezo wa kucarry huo mpira kutokea eneo la katikati. Maana yake ni kwamba anaweza kaja akacarry mipira eneo la katikati, Simba wakapata faulo nyingi ambazo wana uwezo wa kuzitumia kupata matokeo. Kwa hiyo tunategemea kama kuna mabadiliko tunaweza kushangaa Joshua Mutale ndo akaja kuwapa Berkane kitu cha tofauti cha kufikiria, kwa sababu ukiangalia mechi iliyopita hawakuwa na vitu vingi ya kufikiria. Lakini pia tunaweza kushangaa Dese anaanza, Steven Dese Kwala anaweza pia akaja kuwaofa kitu cha tofauti, kwa sababu kumwangalia Ateba ni mtu wa positional player na atacheza, mabeki wanajua huyu akitoka hapa ataenda kusubiria mpira pale. Kwa hiyo always atapokea mpira akiwa ameangalia upande wa eneo lao. Lakini Kwala ni mtu ambaye atakukimbia. Atavuta ma center back wawili au mmoja, maana yake hizo nafasi kuna watu watakuja kupita. Kwa sababu kwenye mechi inayokuja Simba ni kuhakikisha kwamba ile back 5 au back 4 ya Berkane inafungua nafasi ambazo wanaweza kupita au kupiga goli. Kwa hiyo watahitaji wachezaji ambao ni runners, wacheze sana. Kwa hiyo tunategemea mabadiliko yatakuwepo, lakini most likely kuna wachezaji wawili watatu ambao wanaweza wakaja kubadilisha. Simba kwenye safu ya ushambuliaji asili waga wanatengeneza nafasi nyingi sana, lakini kusumia inakuwa ngumu. Pengine kwenye mchezo huu dhidi ya Berkane, mchezo wa ungo ya pili, Berkane kwenye safu yao ya ulinzi ni wagumu sana. Tutegemee Mwalimu Fadu kufanyia kazi kwa asilimia kubwa, na tutegemee kwenye kila nafasi ambayo Simba anatengeneza ataweza kuitumia. Huwezi kusema Mwalimu Fadu kufanyia kazi kubwa, kwa sababu Mwalimu Fadu amefanya kila kitu. Yeye anachofanya ni kuhakikisha wewe unapata nafasi ya kupiga mpira goli. Yani hata kutengenezea system kiasi kwamba wewe utapata hiyo chance ya kwenda kuonana na kipa. Finishing sasa ni wewe kuhakikisha kwamba ule mpira unauweka kwenye lango. Kwa hiyo tunategemea wachezaji wenyewe kwanza wacheze ile tunaita A game, yani wacheze mechi yao ya maisha. Kwa sababu wako nyuma magoli mawili, wanacheza na mpinzani mgumu, lakini wao ndio wanaitaka zaidi mechi. Kwa unahitaji kila mtu awe kwenye ubora, kuanzia Kamara golini. Unaweza kumuona Kamara recently amekuwa ana vitu ambavyo vimekuwa pia vinaiga team. Yani kuna moment unasema hatujafungwa pale, lakini mbona Kamara hajaruka? Unaona hizo moment zimekuwa zipi. Kwa kwanza unahitaji uwe na kipa ambaye atafanya hizo save wakati timu inakuhitaji. Yes, assume dakika 20 za kwanza Berkane akapata goli, mechi itakemeisha. Maana yake inakuwa ni 3 bila wisana away goal. Maana yake Simba wanatakiwa kufunga magoli 4 ili unaona huo mlima, yani goli moja la Berkane linawapa wao mlima zaidi. Kwa una expect best performance kwenye defense, best performance golini, lakini pia unahitaji kila mchezaji atakayepata chance moja afunge. Kuna wale wanasemaga amepata chance 10 amefunga 5. Statistically unasema ana uwezo kutumia 50% ya chances zake. Kwenye hii mechi Simba wanahitaji kutumia 100%. Kila chance wanayotengeneza waitumie, kwa sababu hapo expect wao kupata chance nyingi. Kwa sababu kama Berkane wataamua kupaki basi wanaweza. Na watu wenye vimo, set piece wataruka, kona wataruka. Maana yake ni kwamba sisi tukipata nafasi ya kufunga, weka mpira kambani, waache wao wa react. Kwa sababu Simba atahitaji goli moja ili Berkane wa react waweze kufungua mchezo. Kwa hiyo tunahitaji watumie nafasi. Yani Fadu yeye hana kingine cha kusema zaidi ya kutumia nafasi. Yes, zaidi ya kuambia tumieni nafasi, na wasipotumia nafasi yeye atabaki kwenye touchline pale analalamika tu. Umekuaje umekosa. Kwa hiyo kwanza ni wachezaji kuona ile jezi ambayo wamevaa ni jezi kubwa, lakini pia wao wenyewe kutaka kuweka historia kwa bwana. Tulienda tukafungwa 2-2 tukasahau. Tukarudi mechi ya pili tukaja tukapindua meza. Kwa hiyo tunaweza kupindua meza. Sisi hatusikilizi kwamba Waarabu nini, lakini sisi mechi ya kwanza tumepoteza kama tulivyopoteza na Al-Masry, mechi ya pili tumepindua meza. Kwa hiyo Simba kwanza wanahitaji goli moja tu kufungua ule mchezo. Alafu baada ya hapo sasa kila mwalimu atareact kulingana na mwalimu wake ambao. Simba unampa asilimia ngapi? Kuna Simba ana vitu viwili, anaweza akashinda mechi na asichukue kombe. Kuchukua kombe kabisa. Sana anaweza akashinda na akachukua kombe.
kwenda kuchukua kombe. Kwanza tukianza kwa kuamini, Simba wamekuwa wanaamini sana kwenye hizo moment. Yaani wachezaji wenyewe wakiangalia matokeo ya Simba ya huko nyuma wanaamini kwamba tunaweza kufanya kitu. Wamekuwa wakifanya mara kwa mara. Unaweza kuangalia robo finali na walofungwa 4-0 walikuwa ni Orlando au Kaizer nadhani. Alikuwa ni Kaizer Chiefs. Yes. 4-0 kule still bado walikuja hapa wakaamini kwamba tunaweza kufanya kitu, wakapata magoli matatu. Lakini yale matatu wapinzani wenyewe wameondoka, wanajua yani hawa jamaa ilibaki hivi tu mechi ielevu. Kwanza belief, wachezaji wanaamini kwamba kwenye hii mechi tunaweza kupata kitu. Hiyo inaongeza chance ya wao kupata matokeo. Lakini pia ukiangalia kuna wachezaji ambao tayari wameshacheza hizo mechi, wapo mule mechi kama hizi. Yes, kwa watakuwa wanawaambia wenzao, nyinyi ni wageni, lakini sisi kwenye hizi mechi historia yetu inaonyesha kwamba tuna uwezo wa kushinda hizi mechi. Kocha kwanza. Kwa belief wanaweza kushinda hii mechi. Lakini watahitaji kushinda kwa margin kubwa. Ndio pale ambapo tunarudi kwamba watakuwa wazuri kiasi gani katika kutumia nafasi zao, kwa sababu kama unapata goli moja lina switch off mchezo, maana yake ni kwamba una chance ya kupata goli la pili. Lakini cha pili wapo nyumbani, tunategemea dominate mchezo, tunategemea wafunge. Kwa hiyo ukisema kwa kushinda tunawapa asilimia kubwa, almost 70 Simba anaweza kushinda. Asilimia almost 70 wanaweza wakashinda ila asichukue kombe. Yes, kushinda tu. Anaweza kashinda na kuchukua kombe itategemea sasa na zile percent zilizobaki wanazitumiaje. Yaani unaweza ukashinda 1-0. Umecheza vizuri lakini kumbe ulideserve kushinda 3, kushinda. Kwa unaweza ukashinda na usichukue kombe, lakini kama watakuwa kwa sababu Fadu ni anafanya sana analysis vizuri. Kama watakuwa kweli wachezaji wanaitaka hii mechi, magoli mawili wanaweza kushinda. Unaona Almasri alikuja hapa alikufa goli 2 mapema kabisa. Kama Begana ameweza kukufunga wewe magoli mawili ndani ya dakika 20, means kwamba na wewe unaweza kufunga magoli mawili au matatu katika hizo dakika 90 zote ambazo unacheza. Kwa maana yake ni kwamba wao wenyewe nadhani wanaamini kwamba huu mchezo tunaweza kushinda. Focus yao kubwa sasa hivi iliyopo ni kuchukua kombe. Yaani tunashindaje ili tuchukue kombe. Nadhani ndio itakuwa focus kubwa sasa. Bila kwenye uwezo tano wao wa kushinda mechi, wachezaji wenyewe wanajua hii mechi tuna uwezo wa kushinda. Lakini focus yetu ni tuna uwezaje kuchukua kombe. Kwa hiyo tunahitaji kushinda kwa margin ya magoli makubwa. Hapo ndo chances zao za kushinda zinapungua inapokuja kwenye margin ya zinakuwa ngapi hapo zikipungua? Zikipungua maana yake almost unaweza kupata wana 50% wanaweza kushinda kwa margin kubwa zaidi hapo. Pia itategemea na wanapata magoli katika dakika ngapi. Mtazamaji wa Kawabe Media, tunatia mpunguti hapo. Tukutane tena muda na wakati mwingine. Nilikuwa naye Dr. Daniel ambao alikuwa akinyoosha, na mimi nahodha wako nilikuwa Ajika Mavinga, mpige pasi madoido wa Kawabe Media. Asante.